hapa tupo Justifit, na kama ambavyo taarifa zilipotolewa kwamba kesho mashindano ya Kombe la Mapinduzi yataanza, na wakati tunaelekea katika mashindano hayo pia kamati ya Kombe la Mapinduzi iliwataarifu umma kwamba mashindano ya mwaka 2026 hayatakuwa mashindano ya kawaida, mashindano ambayo yana ukubwa wake, mashindano ambayo yameimarishwa katika eneo au maeneo mengi, hususan katika upande wa zawadi, fedha zenyewe ambazo zitatolewa na maeneo mengineo mengi ambayo mtakwenda kujionea. Lakini moja kati ya sehemu kubwa ambayo tumewaita hapa Justifit, mtakwenda kushuhudia hichi ambacho punde hapa taarifa tutawapatia, na mtakwenda kuzitoa taarifa hizi kwa jamii kuhusiana na namna ambavyo kamati imedhamiria kwa msimu huu kuyafanya mashindano ya Kombe la Mapinduzi kuwa makubwa, yenye kupendeza na ambayo yanakwenda kuacha alama kwa visiwa vya Zanzibar, Tanzania, East Africa na Afrika pia kwa ujumla, kwa vile ambavyo tumedhamiria kwenda kuyafanya mwaka huu. Sasa nichukue fursa hii kwanza kuweza kutambulisha meza kuu hapa. Pembeni yangu tupo na katibu mkuu wa kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Said Suleiman, lakini vile vile tupo na mtendaji wa Justifit ndugu Haji Digigo, na kadhalika tupo na mwenyekiti wa kamati ya fedha Kombe la Mapinduzi ndugu Halid Bakari, ambaye kama mnavyomuona hapo. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao tuko hapa, na kwa wakati wa sasa basi nimpe nafasi katibu mkuu wa kamati kuu ya Kombe la Mapinduzi ndugu Rashid Suleiman, atatupitisha katika taarifa iliyotufanya leo tuitane hapa. Kwa hiyo ndugu katibu, karibu sana. Asante. Assalamu alaikum. Kwanza kabisa nami nimshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia asubuhi hii kuwa hapa pamoja nanyi katika yale tu ya kuendelea kuhabarisha umma nini kinachokwenda kufanyika kuanzia kesho kama tulivyosikia hapa awali kidogo. Pili ni washukuru nyinyi waandishi kwa kutuunga mkono, kuendelea kuwa nasi kufika hapa na kusikiliza, ili muwe kiungo kizuri kati yetu na Watanzania au watu wote duniani. Maanake hili si la Tanzania au si la East Africa peke yake, ni la ulimwengu. Nanyi ndo daraja ambalo mnatoa taarifa zetu kuzifikisha sehemu zinazotakiwa kufika. Kwa niwashukuru sana kwa kupoteza muda huo, lakini hampotezi. Ni kwamba mmefanya wajibu wenu, lakini wa wajibu bila shaka ni kwa uzalendo pia, ndio maana mmefika. Nawashukuru sana. Tatu ni washukuru wadhamini. Mimi nasema tu kwa ujumla, baadaye mwenyewe mwenyekiti wa fedha atasema hasa kwa ndani. Niwashukuru wadhamini kuendelea kuiheshimisha nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, kwa kuyafanya mashindano haya Mapinduzi Cup kuwa makubwa zaidi na zaidi kila mwaka unapokwenda. Kwa kweli mwaka huu ni mwaka zaidi wa kipekee, na ndio maana tuko hapa kwenye hili ambalo tutalisema punde au ambalo tumeanza kulisema muda uliopita sasa hivi, yani ambalo tunalizungumzia. Pia ni washukuru viongozi wetu wa nchi. Nimshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya kimichezo, kuendelea kuifanya Zanzibar kuwa nchi ya furaha, nchi ambayo kila mtu anatamani afike aone Zanzibar kuna nini, enjoy mpira, enjoy michezo mingine aina yote, enjoy maisha ya Zanzibar ya kitalii na kila kitu. Kwa kweli ni rais ambaye kaja na jambo jingine jipya zaidi kwetu sisi wana michezo na kwa Wazanzibari kwa ujumla. Tunampongeza sana. Tunampongeza pia Rais wa Jamhuri na wengine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia na viongozi walio chini yake kwa kuendelea kudumisha furaha, kuendelea kudumisha amani, kuendelea kudumisha muungano ambao umetufanya sisi leo tuvuke kutoka Zanzibar kuja hapa Dar es Salaam kwa ishu ya mapinduzi. Mapinduzi ni ya Zanzibar, lakini bila ya mapinduzi kusingekuwa na muungano. Muungano huo ndio uliotufanya tuje hapa, tujisikie tupo nyumbani na tuyafanye haya tunayoyafanya. Tunawashukuru na Mwenyezi Mungu awape afya njema, awape umri mrefu, awafanyie wepesi kwenye kila jambo lao.
nilisema generally na washukuru wadhamini ambao watashukuriwa zaidi na mwenyekiti wa fedha, lakini kwa mantiki iliyotuleta hapa ni mshukuru sana mdhamini Justifit ambaye kwa mwaka huu ndiye mdhamini anayebeba hizi zawadi zilizopo mbele yenu, na kilichotuleta hapa leo ni kuja kuonyesha umma kwanza sisi kupokea kutoka kwa Justifit, lakini pia kuwaonyesha watu kwamba mwaka huu zawadi tunazoenda kuzitumia ni hizi. Tulikuwa huko kabla nilikuwa nikisikika nikisema kwamba mwaka huu tuna zawadi za aina ya kipekee, zawadi maalum, zawadi tulizozitengeneza mahsusi kwa ajili ya Mapinduzi Cup. So tu zile zawadi unakwenda dukani kununua na kuzitumia kwenye Mapinduzi Cup. Mwaka huu zawadi zetu tulitoa kabisa huko kiwandani, namna gani tunataka ziwe, zikatengenezwa kwa ajili yetu, na ndio leo zipo hapa mbele yetu. Muda mchache ujao Justifit atatufahamisha hii ni kwa ajili gani, wakati huo akifanya makabidhiano kutoka kwake kuja kwetu na kuwahabarisha watu kwamba zawadi hii ni kwa lengo lipi na hii ni kwa lengo lipi. Kwa hiyo tunamshukuru yeye na tunawashukuru wadhamini wote kwa ujumla wake kama nilivyosema kwa ujumla, na yupo ambaye atawashukuru mmoja mmoja kwa kutaja hasa kwa majina yao, kwa maana ya mwenyekiti wa fedha, yeye ndo anayewatambua zaidi, lakini tunawashukuru wote. Tunamshukuru, mimi niwataje tu kwa haraka, ni NMB, PBZ Bank, Azam Media, yeye Justifit, Robi One Pharmacy, TRA, Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, shirika la bima Zanzibar ZIC na wengineo ambao muhusika zaidi atakuja kuwataja mmoja baada mwingine. Kwa hiyo baada ya hayo naomba tu kumkabidhi Justifit mwenyewe. Nasema Justifit simtaji jina, nataja Justifit kwa sababu ndio mwenyezi zawadi. Kwa hiyo naomba nimkabidhi yeye sasa atuonyeshe zawadi hii hapa ni kwa lengo lipi, hii hapa ni kwa lengo lipi, na atukabidhi. Lakini kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu hata marefari tumewafanyia vitu vya kipekee. Naamini hapa tutaenda kuviona muda si mrefu. Karibu tuendelee. Kwa majina anaitwa Haji Degigo ambaye ndio mtendaji wa Justifit. Leo katika hadhira hii ni kwamba tumekuja kujitambulisha kama wadhamini wa Mapinduzi Cup. Na lengo kubwa kwa Justifit kama mnavyofahamu, kwa wale ambao umetufuatilia kwa karibu, ni kuinua na kukuza mpira wetu Tanzania. Na hivi ni kwa sababu kwa kuangalia na kuona kwamba Mapinduzi imekuwa kubwa polepole, kuanza tangu wachanga mpaka sasa ilipofika ni level iliyofikia, ni level kubwa sana. Na level hii ilipofikia Mapinduzi sio sehemu ambayo kwamba ikaendelea mashindano kaendeshwa katika hali duni ama kiolela, bali ni kwa kuongeza na kuikuza Mapinduzi Cup, sababu inapolekea could even become an international competition. So kwa sisi Justifit tumeona kwamba it's very important kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika kombe hili na kuongeza tija, kwa sababu sometimes kama alivyosema katibu hapa, tuzo zinatoka ni very generic za kawaida, ambao hata mtu akaenda dukani Kariakoo anaweza akaipata, inashusha hadhi ya ushindani ule. Chukulia picha kwamba wewe ndio mchezaji bora wa tamasha, only to be given a trophy that someone could have bought it in Kariakoo. Kwa inandoa ile uzito wa shindano na uzito wa ile award ambao mtu amepewa. Kwa kama alivyosema, kupitia maelekezo mahususi kutoka kamati kuu ya Mapinduzi, tumeandaa hizi awards kwa ajili ya washindi watakaopatikana, lakini also mbele yetu hapa kumekosekana medali, lakini pia medali ni miongoni mwao. Kwa kuanzia kabisa sisi tutaanza pia kuwavalisha marefari, kwa sababu pia ni sehemu kuu ya mchezo, kuonesha kwamba kuna umaridadi wa marefari na kwamba kweli wako uniform. Na hizi ndio uniform katika upande wangu kulia za marefari ambao watavaa katika mashindano yote ya Mapinduzi Cup. Lakini pia at the same time kuna uniform za ball boys ambao watakuwa wanaokota mipira kuensure kwamba mchezo unaendelea kwa wakati. Chengine ambacho mtakuwa mmekiona ni mpira ambao utautumika katika Mapinduzi Cup. Mpira huu kama kawaida mmeona tumefanya kwenye ligi kuu bara, mpira ambao ulikuwa ni quality, wenye vigezo, ambao tunajua kwamba kwa wachezaji ambao wanacheza katika level hiyo ya professional wata appreciate quality ambao ilotumika kuweza kwamba kuenjoy mpira wao na kupata matokeo.
Mbele yetu pia kuna award tofauti tofauti. So now we will award kuanzia kule ni goalkeeper, best goalkeeper naye atapata award yake. Pia kuna top scorer ambaye ni kiatu cha hapa. Alafu pia tuna best player of the tournament. Lakini pia kuna man of the match kwa kila mechi ambayo itakayofanyika. Kwa kila mechi itakayofanyika man of the match naye pia atapata award yake. Kizingatio ni kile kwamba ni ubora, kwa sababu ndo sisi Just Fit ni misingi ambayo tunasimamia ni ubora. Lakini pia ni kukuza vipaji na kukuza tamasha letu hili la mpira. Na sisi kama Just Fit hatu deal tu na vilabu, lakini huu ni ushuhuda kwamba tuna deal na taasisi za mpira. Tungependa pia kudeal na federations za mpira, lakini sio tu kuishia ndani ya Tanzania, lakini generally in the East Africa community. Lengo kwamba saa hizi mpira wetu umekuwa, dunia magharibi imekuwa kituangalia sisi kuona kwamba vipaji ambavyo vinapatikana, na Mapinduzi imekuwa ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji vingi ambao sasa wanacheza not only kwenye timu za taifa, lakini katika timu kubwa ambazo ziko Tanzania bara. Sasa kama hii ni sehemu kubwa ya kutoa vipaji, and then kuna kila jukumu kuensure kwamba shindano hili linazidi kuwa kubwa, linaleta hamasa, so that kwamba huko chini kwenye grassroots watu wanatia nguvu zaidi kukuza vipaji, kwa sababu wanajua kwamba kuna platform. Sasa shida kwamba hizi academy na vilabu inapata uzito kukuza vipaji na kuinvest katika hiyo sekta, kwa sababu wanajua hakuna platform. Sasa kwa Mapinduzi imeleta hiyo platform, na sisi kama Just Fit tunaona kwamba kuna kila haja kuchangia na kuboresha hii platform, na kwamba kila siku inapoenda kwamba vijana wetu wanapata hamasa kwamba kujua kwamba ipo siku na wao watapata nafasi yao ya kuonekana. Basi kwa hayo machache bila kuwachosha, ningependa kwamba kuwakaribisha hapa dukani kwetu Just Fit. Tunatoa vifaa tofauti vya michezo, including ambavyo unaviona, lakini zaidi ya kwa wale wapenda michezo wanaopenda kwenda gym, kukimbia, viatu, lakini ambao wanapenda kupendeza. Cha msingi ni kile issue ni kwamba ni quality na kuona ubora wake. Pia naomba sasa alionyeshe kombe lenyewe ambalo mwaka huu ndilo atakalolibeba yule pale Gombani. Finali yetu itakuwa uwanja wa Gombani Pemba. Kwa hiyo bingwa pale atakayeshinda mechi ya finali Gombani Pemba atakabidhiwa kombe, nalo kama tulivyosema ni kombe masusi, sio yale makombe ya kwenda kununua, ambalo litaonyeshwa punde. Kwa kumalizia upande wangu, pamoja na haya tuliyoyaonyesha leo hapa, of course hayajawahi kufanyika, ni mapya kwa Mapinduzi Cup, lakini kesho tukijaliwa asubuhi, manake kick off ni saa 10:15, tutakuwa na sherehe za kuelekea kick off ambazo zitaanza saa 7, sherehe za maana kabisa ambazo pia nathubutu kusema kwa Mapinduzi Cup wa Zanzibar, pengine kwa Tanzania ukiacha yale ambayo ni ya kimataifa yamefanyika, pengine zinaweza zikachukua namba moja hizo zitakazofanyika kesho pale New Amani Complex kwenye kufungua. Lakini kabla ya muda huo tumeonyeshwa zawadi hapa. Kuna man of the match, kuna mchezaji bora mwisho wa mashindano na kuna mchezaji bora mwisho wa mashindano, na hili ndo kombe letu mwaka huu. Naomba tulibebe nalo mwaka huu. Timu itakayochukua ubingwa kombe lake ndio hili. Nafikiri hiyo siku inabidi team captain, ikiwezekana kwa hizi timu ambazo team captains wake labda kidogo hawajaenda gym kubeba vyuma, atamkabidhi mchezaji mwingine kulinyanyua. Ni kombe kweli yani, ambalo hata humo ndani watu wakitaka kuchangia watachangia. Ni kombe la kipekee, ni kombe jipya. Kwa hiyo nilikuwa natoa hii habari kwamba kesho tukijaliwa asubuhi, pamoja na zawadi zote hizi tulizozisema, kesho kuna kitu kingine kikubwa mno kinachohusiana sasa na fedha. Hawa mabingwa watapokea mambo haya. Tulitangaza bingwa atapokea 150, pengine kesho kuna mabadiliko. Nimesema pengine. Tulisema mshindi wa pili atapokea 100, pengine kesho kutakuwa na mabadiliko.
msisite kufika kesho tutakapotangaza wapi tutafanya press ya kuelekea kick off. Tutafanya press babu kubwa ambayo inahusu sasa. Si ajabu kutakuwa na zawadi mpaka za mwandishi bora kwa mwaka huu, si ajabu tutasikia kesho. Na mwandishi bora sasa sio tena kikombe, mwandishi bora mfuko utasema, pengine tusubiri kesho. Kwa hiyo kesho msikose, kesho kuna jengine kubwa kuliko hili la leo. Hili ni kubwa, hasa lifikirie kama hili lina ukubwa huu, la kesho litakuwa kubwa kiasi gani. Msisite, hiyo itakuwa pale pale Zanzibar kuelekea kick off kabla ya kuingia kwenye sherehe za ufunguzi. Kwa upande wangu nawashukuru, namrudishia afisa habari ili aendelee na protocol za kumalizia press yetu. Nawashukuru sana. Sawa ndugu. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sote hapa kufika hapa tukiwa katika hali nzima na salama sana. Lakini niwashukuru tuna executive division as leisure na waandishi wa habari katika mihimili yetu ile kwa kutusupport. Najua waandishi wa habari mna majukumu mengi ya kazi, lakini mmeacha yote mmekuja hapa kutusupport. Kwanza nashukuru kipekee, na nafikiri au halisia kwamba habari zetu hizi zitaruka na kila mmoja ataona vipi Just Fit umetupa zawadi. Lakini kazi iliyopoa hapa ni ndogo tu, na nisitumie muda mwingi kuwapa shukrani. Kwanza kabisa naomba niwape shukrani wadhamini wote ambao wametudhamini kwa Kombe la Mapinduzi. Kwa niaba ya kamati ya Kombe la Mapinduzi nawashukuru sana kwa sababu wao wametuheshimisha. Bila wao nafikiri sisi tungekuwa solote chochote. Kwa hivyo wadhamini ambao wapo nyuma yangu hapa na wengine nitawataja wametuheshimisha sisi kamati ya Mapinduzi kwa kufanya mashindano safari hii kwa kipekee, lakini pia wameheshimisha serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwamba kwa sababu ya mashindano ya serikali, lakini pia wameheshimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mashindano hayo yanafanyika ndani ya Tanzania. Naomba niwataje baadhi ya waandishi ambao nawashukuru mpaka sasa hivi. Kwanza kabisa Azam, tuwashukuru kwa kutudhamini, NNB, Benki ya Watu wa Zanzibar, Just Fit wenyewe, lakini wapo Robin One, wapo TRA, wapo Temba Hotel, shirika la bandari Tanzania TPA, Zanzibar Insurance Corporation, shirika la bima, Zanzibar School of Health, Orkun Group na wengine wote ambao kwa bahati mbaya nimewasahau sijataja hapa, pia tunawashukuru. Lakini milango bado iko wazi kwa vile mashindano yanaweza kesho. Kwa yote mdhamini mpya ambaye atajitokeza basi tutaweza kumpokea ili tuweze kupeleka mbele gudumu letu. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru tena waandishi wa habari. Waandishi wa habari mpo wengi, mmekuja kutusapoti na mmetoka maeneo tofauti tofauti. Najua mna majukumu mengi ya kazi, lakini mmekuja hapa kutusapoti. Kwa hivyo mimi yangu mimi machache tu ilikuwa just kutoa shukrani kwa wadhamini ambao mmetudhamini pamoja na wadhamini wapya ambao mtakuja leo, kesho na kesho kutwa. Mashindano haya yapo yanaanza kesho, itamalizika tarehe 13. Kwa hivyo bado milango iko wazi kwa wadhamini wapya kuja. Asanteni sana. Yameulizwa maswali matatu. La kwanza lilielekea kwa bwana Just Fit. Lakini kimsingi kwa sababu kulikuwa na neno makubaliano, manake sila kwake peke yake. Ni letu sote. Tukisema makubaliano, mkataba, manake ni yeye na sisi. Kwa hiyo pia naweza nikaligusia alafu mwenyewe atalijibu kama ulivyomuuliza. Sasa hilo naliweka mwisho. Najibu lile la pili ambalo liliuliza utaratibu ukoje, mpango ukoje kwenye vikosi B. Kawaida imezoeleka kuonekana vikosi B. Kwanza sifa kuu ya timu kushiriki Mapinduzi Cup, sifa namba moja ni hiyo timu iwe ni Premier League. Timu iwe ni ya ligi kuu kwa nchi yoyote tuliochukua. Kwa maana Tanzania bara hiyo timu iwe ni ya ligi kuu, Zanzibar iwe ni ya ligi kuu, nje ya Tanzania ni ya ligi kuu. Alafu ile timu inasajili wachezaji kadhaa bila shaka. Kwa hiyo kama waandaaji hatuwezi kusema una first 11 lazima icheze first 11. Yeye ndo anajua zaidi. Lakini Mapinduzi Cup sio tena hiyo tuliyokuwa tukiidhania. Sio tena hiyo tunayoifahamu. Of course hivi wenyewe tunaifahamu kwamba Mapinduzi Cup ya mwaka huu ni Mapinduzi Cup tofauti kabisa. Sio tu mwaka huu, hata mwaka jana, hata mwaka juzi. Lakini mwaka huu shekhe 150 nani haitaki? Na hiyo ni ambayo sasa hivi tumeisema, au sio?
Nimesema kesho kuna jambo kubwa, hatujui ni lipi, lakini nimetamka hapa kesho kuna jambo jingine zito zaidi. Sasa kwanza, nani hataki 150 ambaye atasema basi napeleka watoto wakacheze, napeleka timu B kacheze? Kila mtu anataka 150, au sio? Lakini hebu angalia thamani ya hili kombe, ambalo hili kombe mwaka huu 2026 ndo tunaanzia, lakini miaka yote manake hatubadilishi tena. Kombe letu ni hili, ni staili hii ndo ya kombe letu. Nani hataki mara ya kwanza mimi ndo nilibeba? Kila mtu atatamani mara ya kwanza awe ndo kabeba. Kwa hiyo ataleta timu kwa maana ya timu. Lakini sisi wana michezo, mtu angalie, kuna fixture sasa hivi ya Premier League kokote? Hamna. Hakuna Champions League, si ndio? Hakuna CAF Confederation. Wapi wachezaji watapata mambo yale kama sio kwenye Mapinduzi Cup kwa kipindi hiki? Kwa hiyo ni watoe shaka waandishi na umma kwa ujumla, huu mwaka New Amani Complex, Dr. Mwinyi mwenyewe ashaanza kuweka pesa mfukoni. Ashaanza kuweka kwa kuamini tukimaliza Mapinduzi Cup huenda tukahitaji ile pichi kuifanyia mambo mengine kwa njumu zitakavyopatifua pale. Yaani patatifuka. Kwa hiyo hata pesa ya akiba ishawekwa, kama itatokezea kufanya marekebisho ya pitch kabla ya Champions League kurudi, yafanyike haraka. Uhakika tulionao huu mwaka watu wanaenda kushindana kupita maelezo. Na sio timu B, ni timu classic ndio zitakuja kucheza. Hilo nafikiri. Naongezewa hapa kwamba hata 101, yani tulifanya mazungumzo ya moja kwa moja baina ya kamati na viongozi wa vilabu, baina ya serikali na mashirikisho na kuweka hiyo mikakati. Kwa hiyo na waondoa hofu, timu zitakuwa ni zile timu haswa, na mchezo utakuwa ni mchezo haswa. La Bwana Mohamed wa ZBC man of the match, kwamba just trophy au kuna na fedha? Tumezoea kuona fedha. Vipi shekhe, kesho usikose tena bwana fedha ya mara hii kwenye man of the match. Labda ni sitamki kiwango, kesho tutasema, lakini kwenye man of the match mwaka huu fedha inatoka kwenye mfuko wa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Yani yeye mwenyewe ndo anemtunza man of the match kwa kila mechi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo kama tumezoea kusema goli la mama, kwa hiyo kuna mchezaji bora wa baba, mchezaji bora wa Mheshimiwa Rais. Ukiachana na trophy, kuna na mfuko ambao mtoaji ni mwenyewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Lile la kwanza namrudishia, la kwanza sasa nalimalizia ili baadaye nimrudishie la makubaliano. Of course huyu bwana na wadhamini hawa wengine wote wameona thamani ya Kombe la Mapinduzi, wameona jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wameona jitihada za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kukuza michezo, kwenye kuimarisha, kwenye kukuza vipaji na mambo mengine. Kwa hiyo mabwana wakasema tunaomba tushirikiane na serikali kuyafanya haya mambo. Nini tufanye? Basi wewe fanya nini unaweza kufanya? Naweza kufanya hiki. Okay, ukifanya hiki sisi tutakupa hiki. Kwa hiyo kuna mazungumzo yamefanyika mpaka tukafikia makubaliano, na ndio maana mambo haya unayoyaona hapa mbele, na ndio maana tukasema huyu ni mdhamini, hawa ni wadhamini. Wote tuna makubaliano nao bila shaka. Na ni kwa sababu wao wameona ukubwa wa Kombe la Mapinduzi, jitihada za serikali, wakasema tunaomba na sisi tuingie tulifanye kwa pamoja hili. Lakini mwenyewe ataendelea na hilo jawabu. Nawashukuru. Asante sana. Well said from Katibu Sheikh Rashid. I don't think there's anything else I could add on top of that. Nadhani imeeleweka, ni makubaliano ya pande zote mbili, and of course we have an agreement. Sawa, nafikiri tumekamilisha